يا رسول الله. السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله. إليه ونتوكل عليه ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله وشفيعه من خلقه وخليله. قال سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال أيضا سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال أيضا: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال أيضا سبحانه وتعالى: إن للمتقين مفازا. وقال أيضا صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. أشهد أنه قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، وفي رواية حتى أتاه اليقين. ndugu zangu katika imani, baada ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa neema nyingi kabisa ambazo katuneemesha sisi wanadamu, neema ambazo hatuwezi kuzihesabu na kuzimaliza kwa sababu ni nyingi sana na zote zina umuhimu katika maisha ya wanadamu. Ndugu zangu katika imani, rehema na amani za Allah zimwendee kiongozi wa huu mwaminifu mkubwa, mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam, lakini pia radhi za Allah ziwaendee masahaba wa mtume sallallahu alayhi wasallam. Pasina ya kujisahau sisi wenyewe kuomba Allah subhanahu wa ta'ala mwisho uliokuwa mwema. Ndugu zangu katika imani, maudhui ya hotuba yetu ya leo yanasema min asbabi ridha Allah azza wa jalla, miongoni mwa sababu za kuridhiwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu katika imani, sote tufahamu ya kwamba tupo katika dunia hii ikiwa ni mtihani kwetu sisi. Tupo katika dunia hii kwa sababu ya kufanya kazi ambayo tumetumwa nayo kazi hiyo na Allah subhanahu wa ta'ala, na kikubwa zaidi tutafuta radhi za Allah subhanahu wa ta'ala ili tuweze kupata hiyo janna aliyotuandalia Allah subhanahu wa ta'ala. Tuzangu katika imani, katika dunia hii hakuna mapenzi
ambayo ni ya uhakika zaidi kuliko mapenzi ya mzazi kwa mtoto wake. Katika dunia hii huwezi ukapendwa upendo ambao ni wa uhakika kinyume na upendo huo kutoka kwa wazazi wako, alafu sasa wakupatia watu wengine. Lakini pamoja na hivyo, kuna upendo mkubwa zaidi, kuna radhi kwa hospitali zaidi kuliko hata za wazazi wawili, ambazo ni radhi za Allah subhanahu wa ta'ala kwa waja wake. Tuzama katika imani, kuridhiwa na Allah subhanahu wa ta'ala, kila mmoja wetu ndio jambo ambalo anahitaji. Kupendwa na yule aliyekuumba, kila mmoja anahitaji jambo hilo. Lakini sasa kuna sababu zitakazokufanya wewe ufike level hiyo ya kupendwa na Allah subhanahu wa ta'ala, kama vile ambavyo mzazi anampenda mtoto ambaye ana tabia nzuri, ambaye ni mjitahidi fi dirasa, ambaye ana adabu kwa watu, ambaye anamheshimisha katika jamii na si kumdhalilisha katika jamii. Na Allah subhanahu wa ta'ala naye anapenda mja mwenye sifa zifuatazo, au miongoni mwa sifa ambazo tutaziona, miongoni mwa sifa ambazo anaziridhia Allah subhanahu wa ta'ala ili aweze kuridhia wewe mja wake. Allah subhanahu wa ta'ala ameongelea jambo hili ndani ya Qur'an, baada a'udhu billahi minash shaitani rajim, akiongelea maswahaba wa mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam ya kwamba walipata radhi za Allah subhanahu wa ta'ala. Aliposema ndani ya sura Al-Bayyinah, radiyallahu anhum wa radu anhu dhalika liman khashiya rabbah. Allah amewaridhia maswahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam, na wao wako radhi na Allah, na wao wanafurahia hizo radhi za Allah, na wao wakazipokea hizo radhi za Allah subhanahu wa ta'ala. Allah anasema dhalika, hilo la kuridhiwa na Allah, la kupendwa na Allah subhanahu wa ta'ala, liman khashiya rabbah, ni kwa yule mwenye hofu, mwenye uchamungu kwa Mola wake. Kwa hiyo tunaweza tukasema kwa kujiamini kabisa kwamba kigezo cha kwanza cha kuridhiwa na Allah subhanahu wa ta'ala ni wewe mja kuwa mnyenyekevu kwa Allah subhanahu wa ta'ala, na huo ndio uchamungu, na huo ndio uchamungu ndugu zangu katika imani. Lakini Mtume sallallahu alaihi wasallam akaongelea jambo hili, akasema anayetaka radhi za Allah subhanahu wa ta'ala basi alazimikiane na mafundisho ya Allah, bali kwa kufuata sunna na mwenendo wake. Tuanze katika imani kupata radhi za Allah subhanahu wa ta'ala, hususan katika kipindi chetu hichi cha zama za fitna, ni jambo ambalo ni la gharama kubwa. Lakini tunabudi kufundishana au kukumbushana, kuangalia ni vitu gani Allah subhanahu wa ta'ala anavihitaji kwako wewe ili uweze kupata radhi za Allah subhanahu wa ta'ala. Uzaki katika imani, jambo la kwanza ambalo tutaangalia kwenye hotuba yetu, anasema al-imanu as-salih wa at-tauhid al-khalis, kuamini Allah subhanahu wa ta'ala ambapo ni kwa ukweli, ukawa na imani ya kwamba yuko Allah subhanahu wa ta'ala. Al-imanu as-salih, yani al-imanu alladhi yuthbituhu qalbuk, imani ambayo inathibitishwa na moyo wako. Kivipi? Kwa matendo yako, kwamba Allah subhanahu wa ta'ala kwanza yupo, ndo kaniumba mimi, ndo anaendesha mambo yangu, kwa hiyo namuogopa na kumtumainia yeye kila kitu.
inaitwa al-imanu salih, kuamini Allah subhanahu wa ta'ala. Na hii inatukumbusha katika mambo 7 ambayo ni shurutu at-tauhid au shurutu kalima ash-shahada, masharti 7 yanayolinda shahada ya Muislamu. Miongoni mwa hayo ni imani ambayo ni thabit as-salih, kuwa na imani ya kweli, yani ulichokiamini ukakithibitisha kwa matendo na moyo. Na ndio Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema katika hadithi, Allah subhanahu wa ta'ala ana shida kwa mwanadamu na mwili wake, au ana shida na sura yake, lakini Allah subhanahu wa ta'ala shida yake kubwa kwa sisi ni matendo yetu na mioyo yetu. Allah anajua ulichokifanya, lakini zaidi kilichokuwa ndani ya moyo wako. Kwa hiyo al-iman as-sadiq, kuwa na imani ile ya ukweli, sio mguu mmoja ndani ya Uislamu, mguu mwingine nje ya Uislamu. Ukaamini Allah subhanahu wa ta'ala kisawasawa. Kwa maana hiyo ukaamini kwa maneno na kwa vitendo. Kivipi? Yaani tunasema imani kama mtu fulani ana imani, mtu mwema waliopita ukimwambia nina imani, jambo la kwanza, swali la kwanza anakuuliza aina qara'ta al-iman, hiyo imani ni isoma wapi? Shamwambia kusoma, sasa ndio mambo mengine yanafuata ya kuthibitisha imani hiyo kwa vitendo, bila kusahau ya kwamba kuwa mbali zaidi na kuabudu asiyekuwa Allah subhanahu, ukahakikisha wewe ambaye anaabudiwa katika maisha yako yote ni yule aliyekuumba wewe, ambaye ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo ukaacha kutegemea miungu, ukaacha kutegemea miti, ukaacha kutegemea wanadamu, ukategemea aliyeumba vyote hivi. Al-imanu salih, kuwa na imani iliyokuwa ya sahihi kabisa. Miongoni mwa sababu nyingine pia za kupata radhi za Allah subhanahu wa ta'ala, ittiba'u sunnat an-nabi sallallahu alayhi wasallam, kufuata mwenendo wa mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam, kufuata mwenendo kubwa, mwenendo uliokuwa mzuri sahihi aliyokuja nao mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Sote tufahamu Waislamu ya kwamba mwalimu mkuu wa dini hii ni mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Bali ukiacha Qur'ani kuitafsiri Qur'an, mfasiri mkuu wa Qur'ani wa pili ni mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Yeye ndiye amekuja kubainisha wazi kabisa wazi salahatan dini hii, kwamba tufanye hivi tufanye hivi. Sasa na wewe mwanadamu Muislamu, ukahakikisha kwenye ibada zako, ukahakikisha kwenye maisha yako unavyoishi ni kama alivyoeleza mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Na hii inafungamanishwa na kuamini mtume sallallahu alayhi wasallam. Muuliza Muislamu kwamba unamjuaje Muhammad, au vipi unamwamini vipi Muhammad? Namwamini kwa kumtii, namwamini kwa kufuata dini yangu kupitia yeye, ikiwa ni mwalimu mkuu wa dini hii. Kwa hiyo maisha yetu sisi sote nabii tuangalie mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ndio Aisha radhiyallahu anha wa ardaha alipoulizwa kumnako Muhammad tabia zake, akasema tabia zake Muhammad ni Qur'an. Mkitaka muishi vizuri Waislamu, fuateni Qur'an. Qur'an na inasema ndio hicho hicho, kwamba mwizi akiiba atamkono, mzinifu pewa hukumu yake ya kisheria, apigwe mawe mpaka afe au apigwe fimbo 100. Lakini aliyekunywa pombe atakuwa bora, mchawi pia auawe kama ushahidi upo, harusi zifanyike kwa mujibu wa Kiislamu, misiba vivyo hivyo. Sasa kama alivyoelekeza Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa sababu yote hayo yamemkuta Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mtume alipata msiba alifanya vipi? Mtume alipata mtoto alifanya vipi? Mtume alioa vipi? Mtume aliswali vipi? Alifunga vipi? Aliadhimisha siku vipi? Hizi Eid, ayadi, sikukuu za Eid aliziadhimisha vipi Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Alitembea vipi? Alikuwa akilala kwa namna gani?
akivaaje, akitembeaje, akila vipi, mwenendo mtume, muamala mzima maisha ya mwanadamu. Mwalimu wetu mkubwa ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo miongoni mwa sababu kubwa za kuridhiwa na Allah subhanahu wa ta'ala ni kumfuata mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ndio akasema mtunzi mmoja wa kitabu anasema kwamba fa'lam anna al-islam hiya sunna wa sunna hiya al-islam. Sheikh Muhammad al-Barbahari anasema kwenye kitabu chake kwamba tambua ndugu yangu Muislamu kwamba Uislamu ndio sunna na sunna ndio Uislamu. Uislamu ndio sunna na sunna ndio Uislamu, yani vitu hivi havijaachana. Allah mwenyewe subhanahu wa ta'ala anasema wama ataakum rasul fakhudhuhu wama nahakum anhu fantahu. Aliyokuleteeni Allah, aliyokuleteeni mtume achukueni, aliyokatazeni basi kweni mbali naye, fantahu, msiyafikie mambo hayo. Kwa hiyo Allah mwenyewe amethibitisha kwamba mtume wetu Muhammad ndiye mwalimu mkuu wa dini hii. Bali ndani ya Qur'an uwezo ukaonyesha aya inaonyesha kwamba ikifika saa 7 kamili mswali salatu dhuhuri, uwezo ukaona au katika swala ya maghrib mswali muda fulani dakika fulani. Yote haya yamekuja kuyaweka wazi mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo ndugu zangu katika imani, kufuata sunna ni vizuri zaidi kwa sababu ndio Uislamu mwenyewe, kwani hakuna tofauti kati ya sunna na Uislamu. Ndugu zangu katika imani, jambo lingine la tatu ambalo ni min asbabi ridwallahi azza wa jalla, anasema birrul walidain, wafanya wema wazazi wawili, wafanya wema wazazi wawili. Subhanallah, Allah tusamehe katika hili. Ndugu zangu katika imani, ukiacha Allah subhanahu wa ta'ala, mtu mwingine wa kumheshimu ni mzazi wako. Allah anasema katika Qur'an, waqadha rabbuka, na ametoa amri Allah, alla ta'budu illa iyyah, msiabudu isipokuwa yeye Allah. Angalia hii aya inafunganishwa na wazazi. Anatoa amri Allah asiabudiwe yeye isipokuwa yeye. Yaani ibada zako wewe Muislamu zielekeze kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kutegemea kwako mtegemea yule muumba wako, bali mlilie yeye Allah subhanahu wa ta'ala. Na baada ya hatua hiyo basi Allah anasema wabil walidaini ihsana, na wazazi wawili mwafanyie wema. Ndio katika imani. Kwa masikitiko makubwa jambo hili wanalitekeleza wachache sana. Wazazi wawili ni dhunubu kubwa kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, kwani maumbile mazima ya Allah subhanahu wa ta'ala kukuumba wewe amepitishia kwa wazazi wako wawili. Kuna haja kubwa ya kuwaheshimu wazazi wawili, kuna haja kubwa ya kuwaombea dua nzuri wazazi wawili, bali kuwahifadhi, bali kuwatunza unapokuwa umekutana nao katika maisha ya duniani. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema katika hadithi, rahma anf. Subhanallah, Mwarabu ukimwambia rahma anf anaona ndio fedha kubwa, yaani mtu kuangukia kuwa ameangukia kuwa yule ambaye man adraka abawayhi falam yadkhulul janna, ambaye amewadilika wazazi wake wawili. Yaani katika maisha yako wewe umekutana na wazazi wako wawili au mmoja wapo, alafu Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema na mtu huyu akawa hajapata kuingia kwenye pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Yaani umepata hasara kubwa wewe ambaye wazazi wako wawili umewadiliki au umeishi nao na bado hujapata pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wataka pepo gani? Hadithi nyingine Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema mwanaume pepo yake iko chini ya mama yake na baba yake. Yaani sisi wanaume pepo zetu ili tupate radhi za Allah subhanahu wa ta'ala, ili tuingie kwenye pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala, mpaka wazazi wetu wawili waturidhie. Kama vile ambavyo kwa mwanamke wa Kiislamu hawezi kupata radhi za Allah akaingizwa kwenye pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala mpaka awe na radhi za waume zao, yaani mwanamke awe na radhi za mume wake. Sasa wazazi wawili ndugu zangu wana nafasi kubwa katika maisha yetu.
masikitiko makubwa hatufanyi hivyo kuwatendea wema. Badala wake tunawaudhi wazazi wetu mpaka wanatuachia radhi, wanatuombea dua mbaya na dua zinaijikwa. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema katika watu watatu ambao wakiomba dua zinakubalika pasina kosa yoyote, pasina ya kizuizi, ni mzazi kuamsha mikono miwili akikuombea dua wewe, iwe nzuri inaijikwa, iwe mbaya kadhalika inaijikiwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu katika imani, Allah subhanahu wa ta'ala katika aya nyingine, sura nyingine, sura al-Fath, akaendelea kutaja kwa kusisitiza zaidi kwamba tuwafanyie wema wazazi wawili. Katika sura al-Fath Allah anasema kwamba na tumewaandikia nyinyi kwamba mwafanyie wema wazazi wawili. Na katika aya hii Allah subhanahu wa ta'ala akaweka wazi kwa nini tuwafanyie wema wazazi wawili. Akasema akiwa anamsemea zaidi mama, akasema hamalatuhu ummuhu kurha wa wada'atuhu kurha wa hamluhu wa fisaluhu 30, amekubeba mzazi wako mama kwenye tumbo lake kwa taabu, kwa mateso, mpaka anakuzaa kwa mateso. Kitendo hicho cha mama kupata taabu basi ni jambo kubwa na ni sababu kubwa sisi kufanya wema. Na kweli ukiangalia mwanzo katika imani, ukiangalia mlolongo mkubwa wa mama na baba, utakuta baba anapambana zaidi au anakuwa ni mfiki zaidi, mwenye kuangaikia zaidi mtoto wake kuliko hata mama. Lakini mama alipofika kwenye upande wa kuzaa wewe, ukaa tumboni mwake zaidi ya miezi 6 mpaka unazaliwa, ikawa ni jambo kubwa ambalo likampiga baba zaidi. Mtume sallallahu alaihi wasallam alipoulizwa unampenda nani zaidi katika dunia hii, akasema mama. Mtume sallallahu alaihi wasallam alipoulizwa mara ya pili unampenda nani katika dunia hii zaidi, akasema mama. Kadhalika mara ya 3 akamtaja huyo mama, mara ya 4 akamtaja baba. Kwa sababu gani? Zile taabu ambazo anapitia mama kwa mtoto wake. Siku moja Mtume sallallahu alaihi wasallam akiwa katika moja ya vita, mwanamke mmoja alikuwa na mtoto wake, mtoto bado mdogo, miaka 2-3. Yule mtoto akatoka upande wa kikundi au kikosi cha Waislamu, akawa anasogea zaidi kwenye vikosi vya maadui. Sasa yule mama ghafla alipomuona yule mtoto, akamkimbilia akiwa analia kwa shauku kubwa. Mtume sallallahu alaihi wasallam pale akamwambia maswahaba zake, namuona yule mama huruma aliyokuwa nayo kwa mtoto wake. Na hiyo ni huruma ya mama kwa mtoto. Lakini Mtume akasema pamoja na hivyo, huruma ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa mja au kwa mja wake ni kubwa zaidi ukilinganisha na huruma ya mama kwa mtoto wake. Huyo mama pamoja na huruma na Allah. Kwa hiyo ndugu zangu katika imani, tujitahidi kuwapa yanayostahili wazazi wetu, kuombea dua wazazi wetu, badala wake si kuwafedhehesha, kuwadhalilisha. Miezi 3 iliyopita, Muhindi mmoja, kijana mmoja wa Kihindi alishtaki wazazi wake. Aliwapeleka wazazi wake mahakamani, kesi kubwa. Kwa nini mlinizaa pasina ya kushirikiana na mimi? Kwa nini mnizae mimi aliyokuwa mjafanya kikao na mimi kwamba nimeridhia nyinyi wazazi wangu au sio? Na ukija kufuatia kutoa wazazi pengine ni maskini, labda hawana kipato kizuri na nini. Kwa hiyo mtoto akawa anakufuru Mola wake. Mtoto kwa wazazi wake wapeleka mahakamani. Badala ya kusema Allahumma ighfir lahuma warhamhuma wasakanahuma fil janna, Allah wasamehe wazazi wangu, wahurumie, watie peponi, waondoshe madhila, kuumwa, shida, taabu, mtu anapeleka wazazi wake kwa polisi. Mimi nimeshuhudia binti mmoja anaambiwa na mama yake, sitaki uolewe na kijana huyu, bali uolewe na kijana huyu kwa sababu huyu ana adabu kuliko huyu. Kumwambia mama, unamsikiliza, utafanyia kazi. Mama yake alipoona anaendelea kuwa na mahusiano ya karibu na yule kijana ambaye anamkataza, akamfuata kwa mara ya pili, akamwambia, mwanangu, nimemkataza nini kumkuzi? Alipomfuata mara ya 3 alimpiga makofi hadharani katikati ya watu. Binti anampiga mama yake. Hizo ndo fadhila, hiyo ndo shukrani. Ndugu zangu katika imani, wafanya wema wazazi wawili. Imefika hatua sasa wazazi wakishazeeka ndio tunawakinai
ndio tunawapeleka vituo vya kulelea wazee, hatuishi nao. Yani pepo yako unaiweka mbali na wewe. Subhanallah, pepo yako wewe Muislamu unaiweka mbali na wewe. Wallahi, kuna watu wako hapa mjini wanakula maisha vizuri, wazazi wao vijijini wanateseka. Mvua ikinyesha bado linakuja, bali kwa kali kama hili, wazazi wao kwenye mateso wajua watakula nini, watakunywa nini. Wao wako mjini wanafanya mambo yao ambayo pengine hayana maana. Uzao katika imani, kufanya wema wazazi wawili, kutafuta radhi za Allah subhanahu wa ta'ala na kuombea dua wawe hai wawe wamekufa. Kuombea wazazi wawili wawe hai wawe wamekufa ni katika jambo la msingi ambalo ni amri kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini pia jambo lingine la nne katika mambo ya kufanya ili Allah subhanahu wa ta'ala aturidhie na atupende sisi, as-sidq fil qawl wal amal. Muislamu kuwa mkweli katika matamshi yake, lakini pia na matendo yake. Kwanza katika imani, Allah subhanahu wa ta'ala anasema ya ayyuhalladhina amanu, enyi ambao mmefikia daraja ya imani, mmetoka daraja ya Uislamu, mmepanda japo kidogo daraja ya kati na kati ya imani, hamjafikia daraja ya ihsan. Enyi ambao mna imani, ittaqullah, mche Allah. Na niwewe kuambia katika kalima hii kwamba ukiona mtu anakuambia mche Allah, fa'lam annahu yaqulu lak alqawl alazima jidda, mtu anakuambia mche Allah, mtii Allah, anakuambia kauli kubwa sana, kwani ucha Mungu ndio tiketi pekee ya kumpeleka Muislamu peponi. Allah anasema ya ayyuhalladhina amanu taqullah, enyi ambao mna imani mche Allah subhanahu wa ta'ala, wa qulu qawlan sadida, na mseme maneno yalikuwa sahihi ya ukweli ambayo hayana uongo ndani yake. Mtume sallallahu alaihi wasallam amekuwa kuzungumzia uongo, akasema uongo una athari mbaya kuliko hata zina. Uongo una athari mbaya, si kama tunaruhusu zina, la, isipokuwa Mtume anasema uongo una athari mbaya kuliko hata zina. Kwa sababu gani? Uongo unagombanisha watu, uongo unajenga chuki. Ila zina, mkiwa wawili mkatubia, pengine Allah anaweza kuwasamehe japo ni katika min dhunubi al-kaba'ir dhunub, lakini uongo una athari mbaya kulinganisha na zina. Ndio katika imani kuongea maneno mazuri au na cha kuongea unyamaza. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema hapo kunyamaza ni jibu, sio unaongea unatia uongo, malaika wanakuwa wanaandika tunayosema. Useme zuri, baya, malaika wanaandika yote hayo, na kesho hayo ndio inakuja kuwa ushahidi wako mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ud'u rabbakum fa innakum mustajab. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم يبعثون. أما بعد، أوصيكم مرة ثانية بتقوى الله عز وجل، وقد فاز المتقون. نقصين ذلك كإيمان katika swala zima la kumcha na kumwogopa na kumtii Allah subhanahu wa ta'ala, kwani hakuna atakayefaulu siku ambayo ni nzito, siku ya kiyama, isipokuwa aliyekuwa mtiifu kwa Mola wake. Kwa tunaendelea na hotuba yetu ya pili, kichwa cha habari ikiwa ni kupata au miongoni mwa sababu za kupata radhi za Allah subhanahu wa ta'ala. Na tumetoka kuzungumzia muda si mrefu mtu Muislamu kuwa mkweli katika maneno yake na vitendo vyake. Muislamu kaongea kauli ambazo ni za kuridhisha, kuna cha kuongea ukanyamaza. Ama kigezo kingine au sababu nyingine, adabu al-faraid wal-ikthar min an-nawafil, kama fi al-hadith al-qudsi. Muislamu kutekeleza faradhi, ibada za faradhi za lazima, lakini na zile ambazo si za lazima za sunna. Tuzanga katika imani Allah subhanahu wa ta'ala, ili tupate radhi zake na tupate nusura na msaada, kutekeleza yale ambayo ni ya wajibu kwetu sisi. Allah subhanahu wa ta'ala anasema ndani ya Qur'an, wama khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun, hatukuumba wanadamu na majini isipokuwa lengo kubwa waweze kuabudu Allah subhanahu wa ta'ala.
kutekeleza yale ya wajibu. Sasa akaongeza hapa akasema, na baada ya kutekeleza ya wajibu ukawa unazidi kujipendekeza kwa Mola wako kufanya yale ya sunna, rakaa mbili kabla ya swala, rakaa mbili baadia, kufunga saumu yaumul al-ithnain wa yaumul khamis, siku ya Jumatatu, wa yaumul abyad, siku nyeupe zile, ukawa unajipendekeza kwa Mola wako. Unaenda kuwatembelea wagonjwa, unaenda kuwasaidia maskini, mnatembelea vyuo vya Kiislamu, wanafunzi mnakuta mnatizama wanaishi vipi, wana shida gani, mtatue. Yote hayo ni kujipendekeza kwa Allah subhanahu wa ta'ala, kwani hayo ndio yanazibaziba mapengo yale yanayopatikana kwenye ibada zetu za faradhi. Kwa hiyo anasema bin nawafil, kutekeleza zile za lazima ukaongeza na sunna, ikiwa ni kujipendekeza kwa Mola wako. Kwa katika imani, wallahi wana fadhila kubwa wale ambao wamekuwa wakifanya swala zao za faradhi wakiziambatanisha na zile swala za sunna. Yani hakikisha Muislamu baada ya kumaliza kuswali swalatul Jumaa au swalatul Dhuhur, basi baada ya hapo swala kazi zako nyingine mbili tu, basi hilo jambo linampendeza Allah subhanahu wa ta'ala, kwa mujibu wa maneno ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Anasema Mtume sallallahu alayhi wasallam katika hadithi al-Qudsi, maneno ya Allah, wala yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibba, wala aachi mwanadamu kujipendekeza kwangu kwa ibada za sunna mpaka mimi nikampenda. Yani mtu mwenye kujipendekeza kwa Allah kwa ibada za ziada, Allah subhanahu wa ta'ala anampenda mtu huyo. Allah subhanahu wa ta'ala anampenda mtu wa namna hiyo. Kwa hiyo kujipendekeza katika ibada hizi, mzani katika imani. Jambo lingine, aridha bi qada'i Allah subhanahu wa ta'ala wa qudratuhu, kuridhia maamuzi ya Allah na kadari yake kwako. Narudia, Muislamu kuridhia maamuzi aliyofanya Allah na kadari aliyokadiria kwako Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa nini? Wanadamu tuko kwenye mitihani katika dunia hii. Vyovyote vile tunapata masaib, lakini pia tunapata na mambo mengine mazuri. Sasa yote hayo, yawe mazuri, yawe mabaya, ukaridhia na kukubali kwamba yanatoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Yani wewe ukapata riziki ukashukuru, ukapata 1500 ukashukuru, 20,000 ukashukuru, hujapata hata 100 ukashukuru zaidi kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Jambo hilo analipenda na kuridhia zaidi Allah subhanahu wa ta'ala, bali ni sababu ya kupata radhi zake. Zonga katika imani, jambo hilo kadri bado kwenye maisha yetu halijapita vizuri. Wanadamu Waislamu kiujumla, kuamini kadri bado tuna matatizo kidogo, bado tuna halali, bado tuna mapengo kidogo. Kwa sababu gani? Mwanadamu amekuwa akishukuru Mola wake panapotokea tatizo. Baada ya kufuru, kutokea tatizo tu, mwanadamu anamkufuru Mola wake, baadaye mwishoni anashukuru Allah subhanahu wa ta'ala. Hata wale malaika wa kupeleka matendo yako mema na yale mabaya wamekwisha ondoka. Basi hapa tunataka sisi tuweze kuamini kadari za Allah subhanahu wa ta'ala. Kuna mmoja Tanzania mmoja aliwahi kusema maneno, akasema kitendo cha kuzaliwa katika bara hili la Afrika, basi Mwenyezi Mungu akumtendea uzuri. Kitendo cha, anasema mwenyewe, kitendo cha kuzaliwa katika bara hili, basi Mwenyezi Mungu mimi hapo ndo nilijua Mwenyezi Mungu anipenda. Subhanallah. Kuzaliwa katika kijiji hichi, kuzaliwa katika nchi hii, kuzaliwa mkoa wote, ni matakwa ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kama vile ambavyo Allah amekupa sura hiyo na Mungu akampa sura nyingine, kama vile ambavyo wewe unalala kwenye kitanda lakini mbuzi huwezi kumlaza kwenye kitanda. Yote hayo ni makadirio ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa nini kadari? Kwa nini maamuzi? Na kukubali maamuzi yaliyotolewa na Allah subhanahu wa ta'ala. Uzangu katika imani, katika jambo lingine, al-istighfar wa tauba min adh-dhunub. Istighfar wa tauba min adh-dhunub, fanya istighfar, kuomba msamaha wa madhambi yetu kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ukakosea ukajirudi ukamwomba Allah subhanahu wa ta'ala msamaha, kwamba nisamehe, nimekosea, nisamehe mimi mwanadamu, sijakamilika. Jambo hilo analipenda Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa sisi tumekuwa tuna madhambi mawili. Dhambi la kwanza ni kufanya dhambi lenyewe, na dhambi la pili ni kutotubia mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Katika hadithi Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, nilikuwa mimi kwa siku moja natubia mara 100, hadithi nyingine mara 70.
yani kutwa masaa 24 Mtume sallallahu alaihi wasallam anaomba istighfar kwa Mola wake mara 70. Na huyu anaomba mara 70 ndugu zangu hana dhambi hata moja. Allah anasema liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara wa yutimma ni'matahu 'alayka wa yahdiyaka siratan mustaqima. Sura al-Fath. Kwamba tumeshakusamea madhambi yako yote yajayo, yaliyopita na yaliyopo muda huu. Wewe una dhambi Muhammad. Huyu ambaye ana dhambi hata moja anaamsha mikono yake anamuomba Allah subhanahu wa ta'ala. Huyu ambaye hana hata dhambi moja anaamka qiyamul layl, jambo ambalo imamu wetu mashallah amelipigia kelele muda mrefu. Kuamka qiyamul layl kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala. Mtume anaamka mpaka miguu inamvimba. Mpaka Aisha anamsomea aya hii Sura al-Fath kwamba hivi wewe hujasamehewa madhambi na Allah mpaka upate taabu. Angalia jibu la Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa Aisha, anasema autaki Aisha ni wewe mwenye kumshukuru Allah? Kama nimesamehewa utaki nimshukuru Allah? Kushukuru Allah ni kwa namna hii ya kufanya ibada usiku. Kwa ndugu zangu katika imani, unapokuwa umefanya madhambi aidha kwa kuyafahamu na mengine kuto kuyafahamu, yote hayo muombe Allah msamaha. Anataka mtu wa namna hiyo. Jambo lingine na la mwisho katika siku yetu ya leo, ambalo ni katika vitu ambavyo Allah subhanahu wa ta'ala anavipenda zaidi, anasema al-ihsanu ila al-khalq kama fi al-hadith wa ahabba al-a'mal ila Allah as-surur tadkhulu ala muslim. Wafanyia wema watu ujumla wao. Kifupi tunasema hivi, kwenye maisha yako ya duniani kuishi vizuri na wanadamu wenzako basi. Kwenye maisha ya duniani ukaishi vizuri na wanadamu wenzako, na ambacho kinakusudiwa hapa, ukahakikisha jirani yako unaishi naye vizuri kabisa, ukahakikisha mwenzako ambaye ni ndugu tena wa damu unaishi naye vizuri zaidi, ukahakikisha unawasaidia wenzio kadri ya uwezo wako. Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akiishi vizuri na jamaa zake. Ilifika hatua jamaa zake na Mtume sallallahu alaihi wasallam, Mtume sallallahu alaihi wasallam alipohamia katika mji wa Madina, baadhi ya ndugu zake wa damu hawajahamia Madina kwa sababu ya kukatazwa na Makuraishi. Mtume sallallahu alaihi wasallam aliwafanyia wema wale jamaa zake kwa kuombea dua, ikawa ndo asili ya kunut tunayosoma leo. Asili ya kunut, Allahumma hadina fi man hadaita ila akhir, mpaka mwisho. Asili yake zilikuwa ni dua za Mtume sallallahu alaihi wasallam kuombea ndugu zake wa damu na waislamu wenzake waliokuwa wamekuwa Makka hawajahamia Madina. Alikuwa akiombea baada ya salatu al-isha, baada ya salatu al-witr akiomba dua hizi, lakini pia akawa anaomba dua hizo baada ya salatu au ndani ya salatu al-fajr katika rukuu. Uzani katika imani, wafanya wema wanadamu. Mtume sallallahu alaihi wasallam siku moja akiwa sehemu moja, yalipita majeneza mawili. Jeneza la kwanza watu wakasema mazuri kuhusu yule mtu, alikuwa akifanya kadhaa, alikuwa akiswali hivi. Mtume akasema huyu ni madhumuni. Kapita jeneza la pili, watu wakamzungumzia mabaya yule aliyepitishwa mara ya pili. Mtume akasema huyo kaangamia. Mtume akaongeza maneno akasema, maneno ya watu ni dua tosha. Watu kuzungumzia wewe vizuri ndio dua zenyewe hizo. Kwa nini usimzungumzie yule kuzungumzia wewe? Bila shaka iko hivyo, wewe ndio walisia. Japo muda mwingine inawezekana ikaingia chuki na mambo mengine ya kibinadamu, lakini maneno mazuri ya watu, hizo ndio dua za watu. Na kule malaika wanasema amin, na Allah anakuridhia kuishi vizuri na watu. Na ni jambo ambalo linakushinda wewe kuishi kauli kidogo tu mnapishana. Kuanzia kwenye familia, unapofanyia kazi, unaosoma nao, unaofanya nao kazi, unaoishi nao kwa jumla, kuishi na watu imekuwa ni tabu kabisa. Yaani mna mwingine mtu yuko tayari amtafute mbwa akae naye nyumbani kwake kuliko kumtafuta mwanadamu akae naye nyumbani kwake. Na kwa kuongea kauli kabisa za kufa kwamba bora mbwa kuliko mwanadamu, eti kwa sababu tu ya ubaya wa mwanadamu. Huyu mwanadamu ndugu zangu katika imani anatamani kuwa mbele yao. Mwanadamu yeyote vile huwezi kumfananisha na mbwa.
Mtume sallallahu alaihi wasallam siku moja akiwa pembezoni mwa barabara, ilipitishwa jeneza la mtu ambaye si Muislamu. Mtume akaonekana kuwa na huruma na uso wake kubadilika kwa jeneza lile. Umar ibn Khattab alikuwa mbali na mazingira yale, akasema, Muhammad, ewe Rasulullah, huyu si Muislamu. Mtume akasema, sio Muislamu, lakini huyu ni katika ummati Muhammad, huyu ni katika watu wangu, huyu anaenda kuangamia. Kumbe Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam pia akufurahia kafiri kufa katika hali ile. Yaani Mtume yeye maombi yake yote, dua zake zote, harakati zake zote ni watu wote katika dunia hii wafe katika Uislamu, wote waingie katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo kila mtu tuishi naye vizuri na tuombee dua, hata ambao si Waislamu. Dua nzuri tuombee ambao si Waislamu. Mwenyezi Mungu tunakuomba hawa watoe upande wa pili, walete upande wa kwanza ambao ni sahihi zaidi, na wapiganie dini yako. Hiyo ndio dua ya kuombea, kwani Allah subhanahu wa ta'ala anapitisha dini yake hata kwa asiyekuwa Muislamu, hata kwa ambaye hana dini. Yaani Allah ana uwezo wa kutetea dini hii kupitia kwa mtu ambaye hata si Muislamu wala hana dini yoyote, isipokuwa tu ni mwanadamu. Ndio Allah anasema ndani ya Qur'an, sisi ndio tumeteremsha dhikr ay al-Qur'an, sisi ndio tumeteremsha Qur'an, sisi ndio tumeteremsha dini hii ya Uislamu, na sisi ndio tutakayoilinda. Maswali mengine Uislamu anauliza, kwa nini Allah anasema sisi? Kwa nini Uislamu Allah ni wangapi? Hilo swali tunajibu hapa. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anapotumia wingi, hiyo ni faida. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anapotumia wingi, sisi inna anzalna, inna khalaqna wa laqad khalaqna. Mwenyezi Mungu anatumia wingi. Mwenyezi Mungu akitumia wingi anathibitisha ukubwa wake. Mwanadamu akitumia wingi anathibitisha udhaifu wake na kujishusha. Allah pekee yake kaumba mbingu, kaumba ardhi, kaumba kila kitu pekee yake. Sasa akitumia wingi, sisi tumeumba, hakuna shida yoyote. Lakini mwanadamu inawezekana ukasaidia mwenzio, na kwa maongezi baadaye ukasema sisi ndio tulimsaidia yule kijana, sisi ndio tulimjengea ile nyumba sisi. Kwa nini mwanadamu anatumia wingi? Kujishusha, isionekane wewe. Waarabu wanasema mu'annan, usiwe na umimi. Sasa Allah anasema sisi ndio tumeteremsha dini hii, na sisi ndio wenye kuilinda na kuitetea dini hii kupitia njia yoyote. Kwa hiyo hata wasiokuwa Waislamu usione kwa jicho baya, usiombee dua mbaya, bali tuombee dua waje upande wetu wa pili, wenda tena wakawa ni msaada mkubwa zaidi. Kwani mjashuhudia Waislamu, watu wanaosilimu wanakuwa ni wenye kutetea dini hii kuliko ambao wamezaliwa ndani ya Uislamu. Watu wanaosilimu wanakuwa bado wana jazba, wana kitu. Sisi ambao tumezaliwa na Uislamu tunakuwa bado tuna michezo, jambo sisi tunalo. Kwani vyo vingapi viko Dar es Salaam, vyo vingapi vya dini viko katika jiji la Dar es Salaam? Wanaosoma dini katika vyo hivi vya Dar es Salaam ni watu wa Dar es Salaam, si wazalamu wa Dar es Salaam. Labda wachache shidhima tukaribu minhum, wachache katika wao, wengi wametoka mikoa ya mbali. Kwa hiyo inawezekana mtu akatoka nje ya Uislamu akaja kusaidia Uislamu. Yote haya kuonesha kwamba hata asiyekuwa Muislamu ni mwanadamu. Tumuombee dua nzuri, Mwenyezi Mungu ampe ithbat, ampe hidayah al-irshad. Sisi hidayah ni hidayah al-irshad. Sasa Allah ampe hidayah at-tawfiq, uzani katika imani, kuishi vizuri na wanadamu wenzetu, wasaidie, waombea dua, lakini pia kuwahurumia sisi kwa sisi, kama alivyokuwa kuhurumia wenzake Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات والأحياء منهم والأموات، إنك أنت الغفور المجيب الدعوات. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وعذاب الدين وعذاب الفقر والفتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد. يا